दे दे अजान। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما
بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. और उन लोगों की मिसाल na mfano wa wale wanaotoa mali zao kwa kuitafuta radhi ya Mwenyezi Mungu na kujiimarisha wenyewe ni kama mfano wa bustani iliyo mahali pa juu, ikaifikia mvua kubwa na ikaleta matunda yake mara mbili, na kama haifikiwi na mvua kubwa basi mvua ndogo huitoshea, na Mwenyezi Mungu anayaona mnayoyatenda. आज दुनिया में बसने वाला हर अहमदी Leo mwanajumuiya yoyote anaishi duniani ambaye ameelewa jumuiya ana yakini kuhusu hii और हर अहमदी उस kwamba किताब पर यकीन kila mwanajumuiya शरी किताब पर यकीन रखती है. analeta imani juu ya Qur'ani tukufu ambayo ni sheria ya mwisho, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को na hii ilishuka juu ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kila amri yake ni lazima ifuatwe, हकीकी मोमिन बनाती है. na kufuata amri hizi za Qur'ani tukufu inamfanya maaminio kuwa maaminio wa kweli. खुदा ताला के Kutoa katika njia ya Mwenyezi Mungu ni amri moja muhimu katika amri za Mwenyezi Mungu. इब्तिदाई आयात में ही ये फरमाया है. Kuhusu hii katika aya za sura al-Baqara mwanzoni Mwenyezi Mungu amesema उनके लिए जो युमिनूना बिल गैब kwamba Qur'an tukufu ni mwongozo kwa ajili ya wale ambao yuminuna bil ghaibi, ambao huyaamini yasiyoonekana, wa yuqimuna salata, na husimamisha swala, na mimma razaqnahum yunfiqun, na hutoa katika yale tuliyowapa. बस ये तीनों बातें Basi mambo haya matatu होने के लिए kwa ajili ya kuwa mcha Mungu से हिदायत पाने के लिए na kwa ajili ya kupata mwongozo kutoka Qur'ani tukufu ni muhimu sana. जैसा कि मैंने कहा Na miongoni mwa hii moja kama niliyosema ni kutoa katika njia ya Mwenyezi Mungu. और फिर सूरह बकरा में ही Kisha katika sura al-Baqara mpaka mwisho तो जगह sehemu mbalimbali मुख्तलिफ रंग में
habari ya kutoa katika njia ya Mwenyezi Mungu na hali ya kutoa katika njia ya Mwenyezi Mungu imeelezwa, na vile vile katika Qur'an tukufu sehemu mbalimbali जिक्र आता है। kuhusu kutoa katika njia ya Mwenyezi Mungu hali yake imeelezwa. माली कुर्बानी की अहमियत को समझते Mwanajumuiya anaelewa हैं और जब umuhimu wa kutoa katika njia ya Mwenyezi Mungu, na wakati करने के बाद kufuata जब वो बराह रास्त खुदा ताला mafundisho haya kwa kutoa katika njia ya Mwenyezi Mungu, का मौरद बनता है anapata ukaribu na Mwenyezi Mungu. और Katika hali hii imani yake juu ya kutoa katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, na vile vile yakini juu ya Mwenyezi Mungu na yakini juu ya ukweli wa Islam na yakini juu ya ukweli wa Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam inaimarika zaidi. इसमें भी अल्लाह Hii aya niliyosoma, खर्च करने के हवाले से katika aya hii pia Mwenyezi Mungu anaeleza habari ya kutoa katika njia ya Mwenyezi Mungu. Amesema wanaotoa katika njia ya Mwenyezi Mungu ni wale ambao hawataki kuonyesha mali yao, के लिए खर्च नहीं करते, ambao hawatoi kwa kufanya ihsani ya wengine, na wale ambao baada ya kutoa mali yao hawafanyi ihsani ya aina yoyote, bali उनके लिए खर्च करते हैं। wanatoa kwa kutafuta ridhaa ya Mwenyezi Mungu, कमज़ोरों को मजबूत करने के लिए खर्च करते हैं। na wanatoa kwa kuimarisha ndugu zao wanyonge wao, na wanatoa kwa ajili ya kuimarisha jumuiya na vile vile kuimarisha imani yao. अल्लाह ताला की रज़ा चाहना Kutaka ridhaa ya Mwenyezi Mungu और अपने लोगों को सबात देने na kuimarisha मजबूत करने की ख्वाहिश imani na wenzetu, शरीफ तबा और नेक फितरत nia yake anakuwa na kila mwenye tabia nzuri, तो ये ख्वाहिश नहीं हो सकती कभी, na mwenye tabia mbaya hawezi kuwa na nia hii na hamu hii. जो अपनी ज़ात से बालातर होकर सोचते हैं, Wale ambao wanafikiria kuhusu watu wengine, wale watu wanakuwa na hamu hii na nia hii, na basi wale ambao wanafikiria kuhusu wengine hawafikirii kuhusu nafsi zao tu, कि ख्वाहिशमंद हों, na wanakuwa na nia ya kupata na hamu ya kupata ridhaa ya Mwenyezi Mungu. नहीं होता। Kutoa kwao haiwezi kuwa kwa ajili ya kuonyesha mali yao, wala haiwezi kuwa kwa kufanya ihsani, और ऐसे खर्च में सिर्फ दौलतमंद ही शामिल नहीं होते, na katika hali hii si matajiri tu हालांकि wanashiriki, bali watu maskini pia wanapatikana, na maskini wanatafuta ridhaa ya Mwenyezi Mungu, दौलतमंदों से ज़्यादा bali ताला kwa kawaida maskini wanakuwa na hamu zaidi ya kupata ridhaa ya Mwenyezi Mungu. की जमातें जब बनती हैं, Jumuiya za manabii गुरबा zinazopatikana, wengi wao walikuwa watu wanyonge na maskini, के बावजूद na kwa sababu kwa kuwa na umaskini huu wanawasaidia ndugu zao खिदमत वो कर सकते हैं, na wanahudumia jumuiya sawa na uwezo wao, और जमात की ये खिदमत जिस हद तक उनकी वुसअत na wanasaidia ndugu zao, na vile vile wanahudumia jumuiya ya Mwenyezi Mungu pia, na kwa ajili ya hii wanajitahidi sana. एक दूसरे को मजबूत करने की आला तरीन मिसाल Kwa हमें आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि mfano wa kuimarisha वसल्लम में ndugu wengine, mifano yake inapatikana katika masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wa sallam, wakati masahaba walipohamia Madina, wakati wenyeji wa Madina उनकी मदद कर kwa ajili ya kuimarisha ndugu zao na kwa ajili ya kuwasaidia wenyeji wa Madina walijitolea sana. सहाबा के नमूने ही नजर आते हैं। Kisha katika sura ya kijumuiya pia mifano ya masahaba इसी मुहिम के लिए ni mfano. आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से Wakati wote Mtume sallallahu alaihi wa sallam के लिए alipowahimiza na alipowakumbusha kuhusu mchango जो कुछ पास होता yoyote walikuwa wanayo masahaba अलग ही राह में दे देते।
sehemu yake nzuri walikuwa wakitoa katika njia ya Mwenyezi Mungu. इस आयत में Katika aya hii Mwenyezi Mungu खर्च करने की तहरीक अमीर और गरीब दोनों को की amewahimiza watu matajiri na maskini watu wote, na amewakumbusha watu wote, na amesema kwamba ikiwa mtatoa katika njia ya Mwenyezi Mungu sawa na uwezo wenu, कोई खर्च कर रहा होगा yeyote atakayetoa katika njia ya Mwenyezi Mungu sawa na uwezo wake, basi atapata matunda yake mara mbili. जो भी तसल्ली करवा दी कि खालिस होकर जो खर्च अल्लाह ताला की Mwenyezi Mungu amewaambia watu maskini pia kwamba yeyote atakayetoa किया जाए katika njia ya Mwenyezi Mungu kwa nia ya kupata ridhaa ya Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu lazima anampatia ujira wake. दूसरी जगह कुरान करीम में भी बयान फरमाया हुआ है Kuhusu hii sehemu nyingine katika Qur'an tukufu Mwenyezi Mungu amesema kwamba anapatia mara 700 au zaidi ya hii. Mwenyezi Mungu anampatia anayetoa. कि बड़ी रकमों को और बड़ी कुर्बानियों को कबूल किया जाएगा, Hakuna shati kwamba mali nyingi itakubaliwa बल्कि au mchango kubwa itakubaliwa, कुर्बानी की रूह है। bali muhimu ni nia ya kutoa ambayo Mwenyezi Mungu anapokea na kubali, नीयत है जिसे खुदा ताला कबूल bali ni nia ya kila kitendo ambayo Mwenyezi Mungu anakubali. बड़ी कुर्बानी के मुकाबले में बज़ाहिर छोटी सी कुर्बानी ज़्यादा रुतबा पाती है। Baadhi wakati आता है कि kutoa mali ndogo kidogo inapata baraka zaidi kuliko mali nyingi. Katika hadithi moja Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema kwamba आज सब कुछ लेके kwamba dirham moja imepata कि किस तरह baraka zaidi kuliko dirham 100,000. Masahaba wakamuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam namna gani, akasema kwamba mtu mmoja 2 दिरहम थे, alikuwa na dirham 2 tu, उसने 1 दिरहम की कुर्बानी yeye akatoa dirham moja katika njia ya Mwenyezi Mungu, na mtu mwingine तो जायदाद alikuwa na mali nyingi sana, yeye katika mali yake nyingi akatoa dirham 100,000 मुकाबले में बहुत कम थी। ambayo ilikuwa ndogo sawa na mali yake, अल्लाह ताला kwa sababu alikuwa mtajiri sana. कुर्बानी का मायार Basi mbele ya Mwenyezi Mungu और निस्बत का है, मिकदार का नहीं। kutoa mali inakubaliwa sawa na nia, si sawa na idadi ya mali inayotolewa. थोड़ी बात Na mfano wake Mwenyezi Mungu ameeleza hivi kwamba kama मुताबिक katika shamba nzuri, ikiwa mvua ndogo unanyesha unatosha, नेक अमल करने वाले को अल्लाह ताला के यहाँ ikiwa mali ndogo inatolewa kwa nia nzuri, बड़ी कुर्बानी करने वालों के बराबर kutoa kwake बल्कि बाज़ दफ़ा inamjalia kwamba anasimama ana kwa ana na mtajiri. Na mfano wake nimeeleza mbele yenu. अल्लाह इसी आयत में फरमाता है Kisha Mwenyezi Mungu anasema katika aya hii, wallahu bima ta'maluna basir, अल्लाह उसे देख रहा है yoyote mnayotenda Mwenyezi Mungu anayoyaona. कि अल्लाह Na kwa kusema hivi Mwenyezi Mungu ameeleza kwamba anajua hali ya mioyo yenu, ताला को जानता है, anajua hali ya nia yenu. इसलिए अल्लाह ताला के यहाँ जब बदले मिलते हैं तो दिलों को Kwa hiyo ujira के अमल के मुताबिक मिलते हैं। mnaopata kutoka kwa Mwenyezi Mungu mnapata sawa na hali ya nia yenu na sawa na imani yenu. जानता है Mwenyezi Mungu anajua uwezo wenu. बदला मिलेगा Ikiwa umetoa sawa na uwezo wenu, ujira wote mtakaopata mtapata sawa na uwezo wenu. कुर्बानियों की कबूलियत भी उस नीयत के मुताबिक और अमल के मुताबिक दर्जा पाती है। Na अलैहिस्सलाम के ज़माने में भी kujitolea katika njia ya Mwenyezi Mungu inapata thawabu sawa na nia. Sayyidina alayhi salatu wasalam alipokuwa anapokumbusha kuhusu mali, matajiri na watu maskini wote walikuwa wakitoa katika njia ya Mwenyezi Mungu sawa na uwezo wao. Wengi wafuasi wa Sayyidina alayhi salatu wasalam walikuwa watu wanyonge maskini, के लिहाज से
बहुत मामूली हुआ करती थी। na dhabihu yao na kutoa katika njia ya Mwenyezi Mungu ilikuwa ndogo sana, मामूली बारिश भी जो है lakini mvua huu ndogo ulileta faida लगे kiasi hiki kwamba उन बुजुर्गों की नस्लें खा रही हैं। kutoa kwao ikaleta matunda kiasi hiki kwamba kizazi mpaka leo kinaendelea kula matunda yake. Basi ni jukumu la kizazi cha leo. ज़्यादा हैसियत के हो चुके हैं। Wengine miongoni mwao wamekuwa matajiri sana na wana fedha sana, उनकी कुर्बानियों को अब wanatakiwa wafanye kujitolea kwao तेज़ बारिश katika sura ya wabil, yani katika sura ya mvua kubwa, तैयार करनी चाहिए na anatakiwa ibadilishe katika hali hii नस्लों के अमाल के दरख्त हमेशा सरसब्ज रहते चले जाएं। ili miti ya vitendo vyao iendelee kuwa hai. Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam एक रुपया कुर्बानी करने वाले को अभी जिक्र अपनी किताबों में फरमाया। ameeleza habari ya yule ambaye alitoa shilingi moja, जिसने एक मुस्तकिल एक yule ambaye रुपया हर महीने अदा alinuia na aliamua kwamba kila mwezi atatoa shilingi moja आपके साहब katika sura ya mchango. कि कैसे कैसे कुर्बानी के नमूने थे। उनमें से Masahaba zake walikuwa wakijitolea namna gani, mfano wake natoa Chaudhry Abdul Aziz Sahib Ahmadi. उनके बारे में काजी मोहम्मद यूसुफ साहब Kuhusu yeye Kazi Muhammad Yusuf Sahib Shauri anasema katika mji wa Gurdaspur इस्लाम ने Hazrat Masih Maud alayhi salatu wassalam aliwahimiza wanajumuiya kuhusu खुद आकर kutoa katika njia ya Mwenyezi Mungu. खिदमत में 100 Chaudhry Abdul Hamid Sahib akaleta rupia 100 खाकसार के पास na akasema kwamba mimi nilikuwa na hii tu ambayo nimeleta kwako. Kazi Sahib anasema kwamba इस कुर्बानी पर बड़ी हैरत हुई। kwa kuona hali hii ya yule mkurugenzi wa ardhi nikashangaa sana, महाना kwa sababu mkurugenzi wa ardhi ambaye anapata posho ya rupia 6 tu kila mwezi, namna gani kwa nia safi na kwa imani sana ametoa mali yake. Kazi Sahib anasema kwamba Mwenyezi Mungu kwa sababu ya imani yake alimjalia baraka zake nyingi. यहाँ ये भी वादे कर दूं कि हज़रत मसीह Hapa अलैहिस्सलाम के nieleze waziwazi kwamba तकवा बहुत था। katika maswahaba wa Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam uchamungu ulikuwa umejaa sana, पा रहे थे, उसकी वजह से उनके तकवा के मयार बहुत बुलंद थे। kwa sababu walikuwa wakipata nuru moja kwa moja kutoka kwa Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam. दूसरे पटवारी Chaudhry Sahib pia alikuwa amezidi sana katika uchamungu, alikuwa si kama mkurugenzi wa ardhi wengine, kwa sababu ni mashuhuri kuhusu mkurugenzi wa ardhi. Hata kama wao wanapata posho kidogo, wanapata hela ya juu, वसूल करते रहते wanachukua hela kutoka kwa wakulima wadogo na wakubwa, na hivi wanakuwa watajiri. हैं। ऐसे भी हैं जो जब रिटायर होते हैं Na wapo wengine ambao wanapostaafu उनके पास दौलत भी होती है, wanakuwa na mali nyingi sana na wanakuwa na 100 एकड़ों के मालिक बन जाते shamba ya ekar 100 au zaidi. हैं। एक पटवारी का लड़का Nimekumbuka kwamba pamoja nami kulikuwa kijana wa mkurugenzi wa ardhi alikuwa akisoma, ऐसे होते थे alikuwa akiwa mawazi mazuri na alikuwa akiishi maisha mzuri, hata matajiri hawezi kununua, na alikuwa akisema kwamba baba yangu anapata posho 45 rupia, lakini ni fadhila za Mwenyezi Mungu. फजलों के मयार जो हैं वो बदल गए हैं। जो नाजायज़ आमद है वो अल्लाह का फजल बन गया, जो जायज़ आमद है वो हुकूमत की तनख्वाह बन गई। Na ile mali ambayo ilikuwa mali ya haramu akasema ni fadhila za Mwenyezi Mungu. हमें Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam akatuambia na akatufahamisha kwamba fadhila hasa ya Mwenyezi Mungu ni nini. मुस्लिम की Wale ambao wanasema kwamba hatuhitaji Masihi wala Imam Mahdi, इस चीज़ को तस्लीम कर लें कि इसकी ज़रूरत है, wao wakikubali kwamba kuna haja ya Imam Mahdi
wakimpokea sinam alah salatu wassalam ndipo wanaweza kujua kwamba fadhila za mwenyezi mungu ni nini na maana yake ni nini. ये तो अहमदी को पता है, Hii ni mwanajumuiya tu हर किस्म की ambaye anaweza kujua kwamba kutoa katika njia ya mwenyezi mungu kwa ajili yake na baada ya hii fadhila za mwenyezi mungu zinapatikana namna gani, काबिल हो या तल, iwe wabil au tal, yani iwe mvua kubwa au mvua ndogo, ये थोड़ी iwe mali kubwa au ndogo iliyotolewa katika njia ya mwenyezi mungu, wawe matajiri au watu maskini, खातिर की गई कुर्बानियाँ दुगने फल लाती हैं। mali yoyote inayotolewa kwa ajili ya kupata ridhaa ya mwenyezi mungu inaleta matunda mara mbili. Kama kuhusu Chaudhry Abdul Aziz Saheb, Kazi Muhammad Yusuf aliandika kwamba mwenyezi mungu alimpatia na alimjaalia fadhila zake sana kwa sababu ya kujitolea kwake. पटवारी देहातों में रहने वाले होते हैं, कुछ ना कुछ Pamoja na posho yake, labda alikuwa na shamba kidogo na labda alikuwa akipata mapato katika shamba lake na labda alikusanya mali kidogo. Kwa sababu ya hii mali yote alikuwa nayo akamletea Sayyidina alayhi salatu wassalam. अल्लाह ताला को Inatakiwa ikumbukwe kila wakati kwamba mwenyezi mungu hahitaji mali ya aina yoyote. अल्लाह ताला जब कुर्बानी के लिए फरमाता है Mwenyezi mungu anaposema kuhusu kutoa mchango anasema kwa ajili ya kumpatia thawabu mja wake, na vile vile hii inakuwa hali ya manabii wake. Manabii pia hawajali kwamba matumizi ya jumuiya yatapatikanaje. काम शुरू करवाता है किसी को भेज Mwenyezi mungu anapotuma mtume wake kwa ajili yake analeta sababu mbalimbali pia. जरूर अम्बिया करते हैं, Manabii wanakumbusha लेकिन na mahalifa pia wanakumbusha kuhusu kutoa, lakini Mwenyezi Mungu ameahidi kwamba yeye atatimiza mahitaji yote, na aliahidi na Sinam alayhi salatu wassalam pia. Ndio maana Sinam alayhi salatu wassalam ameeleza sehemu moja kwamba Mwenyezi Mungu ameniahidi kwamba atanipatia matumizi yote तुम लोग दुनियादार ना हो जाना, यानी इनफरादी kwa kuona fedha, msiwe watu wa dunia. में कशाइश पैदा होगी और जमात Sayyidina alayhi salatu wassalam ametoa bishara kwamba wanajumuiya watapata fedha na vile vile jumuiya pia itatajirika. उनको भी हमेशा इस Basi jumuiya itakapotajirika, wasimamizi wanatakiwa wazingatie का गैर जरूरी खर्च न करें na wasifanye matumizi और एहतियात bila sababu, bali wafanye matumizi अमीर कुर्बानी कर रहे हैं kwa uangalifu sana. करना Wawe matajiri au watu wanyonge wanaotoa mchango. Kwa hiyo wasimamizi ni jukumu lao kufanya matumizi kwa uangalifu sana. खिदमत सिलसिला कर रहे हैं, इन खर्चों को संभाल कर अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करने वाले भी बने। Ikiwa upande mmoja wanaitumikia jumuiya kwa kutumia mali kwa uangalifu, wapate ridhaa ya Mwenyezi Mungu. से इसमें जमात तरक्की करती चली जा रही है। Kwa fadhila za Mwenyezi Mungu, jumuiya inaendelea kupata maendeleo katika दुनिया के utoaji wa mali, आज इलाकों में na mifano ya masahaba जमातें कायम हो रही हैं, imehuishwa tena लेकिन माली कुर्बानियाँ भी करती katika nchi mbalimbali. Jumuiya inayopatikana sehemu yoyote, wanajumuiya wapya wanatoa mchango और वाबिल के नमूने na fadhila za Mwenyezi Mungu zinashuka juu yao बारिश की तरह katika sura ya mvua kubwa na katika sura ndogo, इसके नतीजे में na wanatoa mali yao katika njia ya Mwenyezi Mungu bila wasiwasi, कई गुना बढ़ाती चली जा रही है। na hali hii inaongeza mali yao mara chungu mzima. Nataka kueleza mifano yake chache mbele yenu. मसलन इंडिया से Kwa mfano kutoka India, वहाँ के
नाज़िम वक्फ़े लिखते हैं कि गुज़श्ता साल Nazim Wakfe Jadid कहते हैं anasema kwamba katika mwaka 2010 nilienda sehemu ya Gandhi. चंदा लेने गया Nilipomwendea mwanajumuiya kwa ajili ya mchango wa Wakfe Jadid, mchango wake ulikuwa 13,000. Nilikuwa najua hali ya kifedha, नवाजा है na nikamwambia kwamba Mwenyezi Mungu amekujalia sana, inatakiwa ahadi yako iwe 50,000. रुपए का चेक काट कर दे दिया Akaandika cheki ya 55,000 mara moja, na akasema kwamba ufanye maombi kwamba nina biashara lakini 21,000 imekwama mahali sipati. Basi Mwenyezi Mungu akafanya fadhila zake kwamba katika siku 2-3 ile mali ile fedha iliyokuwa imekwama Mwenyezi Mungu akampatia 21,000. हमारे इंस्पेक्टर वक्फ़े जदीद हैं Vile vile Inspector Wakfe Jadid तमिलनाडु में katika Tamil Nadu जिन्होंने 10 साल पहले बैत की थी anasema kwamba mwanajumuiya moja aliyejiunga na jumuiya miaka 10 iliyopita alipofahamishwa kuhusu Wakfe Jadid, akaambiwa kwamba aandike atoe ahadi ya 30,000. Akasema kwamba nimeshasikia. Akasema mimi si 50,000 bali nitatoa ahadi ya 50,000. Nikasema inaonekana ni zaidi ya uwezo wako. Akasema kwamba mimi ninajua uwezo wangu ni kiasi gani, Mwenyezi Mungu ananipatia. Kwa hiyo katika mwezi wa Ramadhani akatimiza ahadi yake, na mwaka huu amesema kwamba mapato yake yameongeza kiasi hiki kwamba ameandikisha ahadi yake ya Tahriki Jadid na Wakfe Jadid 100,000 सूबा बंगाल के इंस्पेक्टर kisha katika mkoa wa Bengal कहते हैं Sheikh Muhammad Daud Inspector नौअहमदी हैं Wakfe Jadid anasema kwamba kuna mwanajumuiya mpya उस मदरसे में पढ़ाते थे ambaye alikuwa akifundisha katika madrasa. उसके बाद फिर उन्होंने मौलम की ट्रेनिंग ली Baadaye akapata mafunzo ya mwalimu na alikuwa akitoa mchango 500. Baadaye Mwenyezi Mungu akampatia fadhila zake na anatoa mchango 5,000. Anasema mimi nilipokuwa nje ya jumuiya nilikuwa nikienda kuomba chakula kwa watu wengine, lakini baada ya kujiunga na jumuiya watu wengine wanakuja kula chakula nyumbani kwangu, na zamani ilikuwa sina mali lakini sasa nina mali nyingi. फिर तमिलनाडु की जमात Katika Tamil Nadu अक्सरियत जो है नौअहमदियों की है जिसमें kuna jumuiya moja, wengi wao ni wanajumuiya wapya कबल बैत की थी na walijiunga na jumuiya miaka 10 au 15 iliyopita. 50% kwa fadhila za Mwenyezi Mungu wamefanya wasia, wameingia katika nidhamu ya wasia. और Miaka michache iliyopita mtu mmoja alifanya bayat, इजाफा किया Mwenyezi Mungu alimpatia fadhila zake, akatoa mchango और मेरी जमात रिश्तेदार nyingi, na kwa sababu ya hii anasema kwamba mapato yake yameongezeka sana kiasi kwamba jamaa zake wanashangaa kwamba umepataje mali kiasi hiki. Anasema kwamba hii yote ni fadhila za Mwenyezi Mungu. ये तो इंडिया के हालात मैंने बताए Hii ndiyo ni mifano kutoka India. Katika Afrika, वहाँ के katika maeneo ya mbali, ये देखें wao pia wana imani ya aina gani? तो अमीर साहब लिखते हैं कि Katika भाई Gambia, Amir Sahab anasema kwamba ndugu yetu moja कोहली Fodeba एक गरीब आदमी है जब उन्हें वक्फी ni चंदे mtu के लिए कहा गया maskini. Alipokumbushwa kuhusu mchango से हैं akasema kwamba hana hata chakula nyumbani kwake. Baada ya siku 3 akaja कि मैं चाहता हूँ miskitini तो मेरा नाम भी akatoa वाले उनकी फहरिस्त में 50 na akasema kwamba mimi pia nataka kwamba niingize pamoja na wale wanatoa mchango wao. Yeye alikuwa hana chakula nyumbani kwake, lakini alikuwa hataki kwamba akose nafasi hii ya kuingia katika nidhamu ya mchango. एक और साहब थे इस तरह उन्होंने भी कहा मैं बहुत गरीब हूँ जरूर Kuna mtu mwingine pia
yeye pia alikuwa hana kitu chochote nyumbani kwake, lakini yeye pia akatoa dilasi 100. जमात बेनिन के अमीर साहब लिखते हैं Amir Sahib wa Benin anasema kwamba mwanajumuiya mpya mmoja में कि जनरल सेक्रेटरी Orakame लतीफुल हमीदी साहब कुछ अरसे से बेरोजगारी के हवाले से बहुत परेशान थे alikuwa hana kazi ढूंढने के सिलसिले में नाइजीरिया na alikuwa na wasiwasi sana, na kwa ajili ya kupata kazi alienda Nigeria, lakini hakupata kazi na akarudi bila mafanikio. गए थे और ये Na ilikuwa miezi miwili ya mwisho ya mchango wa Wakfu Jadid. Alikumbushwa kuhusu mchango wa Wakfu Jadid na akaambiwa kwamba wale wanatoa katika hali ya dhiki, Mwenyezi Mungu anawaneemesha, anawapatia fadhila zake. Na kesho yake akaleta mchango, akasema kwamba ikiwa sisi tunakula kwa kupata mkopo, kwa nini nisitoe katika njia ya Mwenyezi Mungu kwa kupata mkopo? Na Mwenyezi Mungu akafanya fadhila kwamba baada ya kutoa mchango, baada ya siku 3 akapata कि 2 माह में इनके तमाम कर्ज akapata kazi katika खरीद ली mtu mtajiri sana, na akalipa mkopo yake yote na akanunua pikipiki जमात और का katika Benin, katika jamaat moja. मौलवी साहब गए चंदा लेने के लिए Anasema kwamba mwalimu wetu alipoenda kwa ajili ya kusanya mchango, mwenyekiti wa इसके सदर जमात के kijiji kile alikuwa anawadai mkopo kwa wenyeji wa kijiji kile, रकम बनती थी na ilikuwa hela nyingi sana, देने वाले रकमें नहीं दे रहे थे lakini kwa muda mrefu watu walikuwa hawarudishi mkopo, अपना वक्फे दी na mwenyekiti na familia yake ilikuwa bado ने सदर और उनके घर वालों को haikutoa mchango wa Wakfu Jadid. Kwa sababu ya hii mwalimu sahib akamwambia kwamba ahadi ni mkopo, ikiwa nyinyi hamtaki करने के लिए क्यों ना पसंद kulipa mkopo wa Mwenyezi Mungu, basi watu wengine pia wanafanya hila kwa ajili ya kulipa mkopo wenu. Kwa hiyo mwenyekiti akaelewa, akatoa mchango wake na mchango wa familia yake, na akasema kwamba mimi nimeshalipa mkopo wa Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu pia alifanya fadhila zake namna gani, kwamba katika wiki moja watu wote ambao walikuwa wanadaiwa wakarudisha mkopo. एक एकड़ ज़मीन खरीदी है जिसमें से Sasa amenunua shamba ekar moja na ametoa sehemu kiasi fulani kwa ajili ya msikiti. एरिया बयान करते हैं Mbashiri wa Nigeria anasema kwamba mwanamke mmoja wa Abuja वो बताती हैं कि मैं अपने घर में anasema kwamba आती हूँ गारमेंट्स की लेकिन nina duka la nguo, स्कूल का काम उनको देता है mume wangu amefungua shule na ninajishughulika katika इतनी कम रही shule, kwa hiyo biashara yangu ilikuwa imepungua sana. Siku moja Mbashiri akanikumbusha kuhusu mchango wa Wakfu Jadid. Mimi sawa na uwezo wangu nikatoa. Siku ile ile गारमेंट्स की दुकान nilipofungua duka langu la nguo, खोली तो इतनी सेल चंद घंटों में हुई जो पहले हफ्तों में नहीं होती katika masaa machache watu wengi wakaja kwa ajili ya kununua nguo. Hii yote ni baraka ya mchango. विदगु रीजन के Katika mkoa wa Ridgu, mbashiri wa kule anaandika kwamba जालो सिको साहेब Jalosiko Saheb जो यहाँ के गांव के रहने वाले हैं उन्होंने ambaye ni mwenyeji wa kile kijiji alijiunga na jumuiya mwaka jana, na baada ya kujiunga alianza kutoa mchango, na kwa sababu ya baraka hii alimjalia fadhila zake yule mwanajumuiya mpya kwamba alipata mimea mara 2 zaidi kuliko mwaka jana. चंदा दिया Kwa hiyo akatoa mchango katika sura ya mimea. Amir sa Burkina Faso anasema kwamba mwenyekiti wa Gawa region anasema kwamba फ्रांक थे एलिया ने alikuwa na 3,000 franc mfukoni mwake, na mkewe akasema kwamba hakuna kitu chochote nyumbani, kwa hiyo ununue vitu kwa ajili ya nyumbani. Kwa hiyo anasema katika hali hii akaenda misikitini, na kule Mbashiri akakumbusha kuhusu mchango. Kwa hiyo मेरा इम्तिहान है yeye anasema kwamba nikafikiria kwamba leo ni mtihani yangu,
na nikaamua kwamba nitatoa mchango. Kwa hiyo nikatoa 3,000 franc mara moja, na Mwenyezi Mungu akafanya fadhila zake kwamba siku ile ile mtu mmoja akaja nyumbani kwangu na akatoa franc 300,000 na akasema kwamba kuna kazi fulani, hii ni advance, kazi utakapofanya hela inayobaki nitakupatia. Kwa sababu ya hii imani yangu imeongezeka sana, imeimarika sana. Mkoa wa Bamfora, mbashiri wa kule anasema kwamba mwanajumuiya mmoja Swado Saheb alijiunga na jumuiya miaka 4 iliyopita na alianza kutoa mchango. Akasema siku moja kwamba ingieni katika nidhamu ya mchango kwa sababu ina baraka nyingi sana. Mimi mwenyewe ni mfano wake. Kabla ya kujiunga na jumuiya na kabla ya kutoa mchango nilikuwa nikiomba mkopo kwa watu, lakini leo Mwenyezi Mungu amebadilisha hali yangu. Kwa sababu ya baraka ya mchango nimeweza kuwapatia mkopo watu wengine. Watu walikuwa wakinidai kabla ya kutoa mchango, lakini leo kwa baraka ya Sinama alayhi salatu wasalam watu wananijia kwa ajili ya kuomba msaada kutoka kwangu. Katika Niger ni nchi maskini. Hawa watu wana tabia ya kupokea, hawana tabia ya kutoa, lakini ni fadhila za Mwenyezi Mungu. Sehemu yote mahubiri yanapofanywa na watu wanapokumbushwa kuhusu kutoa katika njia ya Mwenyezi Mungu, watu wanazingatia. Kuna vijiji vingi ambapo mahubiri yalifanywa mara ya kwanza, na mara ya kwanza watu walitoa mchango. Mbashiri anasema kwamba mwaka huu katika mchango wa Wakfu Jadid jumuiya zote za Niger zimeshiriki, na mwaka jana idadi ilikuwa 1478 na mwaka huu imekuwa 17,400, yani zaidi ya 60,000 idadi ya watoaji wa mchango imeongezeka. सिर्फ चंदा इस तरह नहीं बल्कि वहाँ के लोगों को अफ्रीका में अल्लाह ताला katika Afrika kwa fadhila za Mwenyezi Mungu माली कुर्बानियाँ भी करने की तौफीक मिल रही है. wanatoa mali nyingi sana. Kuna mwanajumuiya mmoja wa Lagos Ibrahim alijenga nyumba mpya na alijenga misikiti na ghorofa pia. Alikuwa na nia ya kutoa misikiti katika jumuiya. Anasema bado mimi nilikuwa sijahamia katika nyumba ile mpya, nikaona katika ndoto kwamba halifa wa kwanza akaja nyumbani kwangu, na baada yake halifa wa pili na watatu, wa nne na watano. Hawa mahalifa wote wakaja nyumbani kwangu, na mwishowe Sayyidina alayhi salatu wasalam akaja. Baada ya kuja Sayyidina alayhi salatu wasalam akasema kwamba hii ndiyo ni sherehe ya ufunguzi wa nyumba hii, hakuna sherehe nyingine. Kisha Sayyidina alayhi salatu wasalam aliingia katika ghorofa ambayo ilijengwa karibu na misikiti. Akasema kwamba hii nyumba pia utoe pamoja na misikiti. Anasema katika hali hii nikaamka na nikaamua kwamba nyumba ile pia nitatoa pamoja na misikiti kwa ajili ya nyumba ya Mbashiri. Kwa hiyo akatoa ile msikiti na ile nyumba, na gharama yake ni pound 90,000. Bashiri wa Togo anasema katika kijiji fulani ambapo jumuiya iliingia hivi karibuni, wapinzani wakaenda na mali nyingi sana ili waweze kuwateleza watu katika jumuiya. Wale watu ni maskini, ni wakulima. Wale wapinzani wakasema kwamba sisi tumewaleteni ni fedha na mali, ilhali wanajumuiya wanaomba
mali kutoka kwenu. झूठ बोलते हो। Wale wenyeji wa kijiji kile wakasema kwamba nyinyi mnasema uongo, umetuletea mali ili sisi tuache imani yetu. Wanajumuiya wanatukumbusha kuhusu mchango ili imani yetu imarike, kisha wanatukumbusha na wanatufundisha Qur'an tukufu, और हम जानते na sisi tunatakiwa tutoe katika njia ya Mwenyezi Mungu, na tunajua kwamba wanajumuiya kwa katika mchango huu wanahudumia Islam. हैं और आपकी रकम हमारी Ingawaje sisi ni watu wanyonge maskini, जो थोड़ा बहुत हमारे पास है हम lakini yoyote tunayo tunapenda kutoa katika njia ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo wote wakaingia katika nidhamu ya mchango, बस ये वो लोग हैं na kwa fadhila za Mwenyezi Mungu wale wote wapo katika nidhamu ya jumuiya. Hawa ni watu ambao kwa ajili ya ridhaa ya Mwenyezi Mungu wanatoa muhanga na wanajitolea, वादे के मुताबिक इनके फलों को दुगना कर na kisha Mwenyezi Mungu sawa na ahadi yake anaendelea kuongeza mali yao. जमात में ना सिर्फ कायम है बल्कि बढ़ती चली जा रही है। Hii roho ya kujitolea katika njia ya Mwenyezi Mungu na kutoa katika njia ya Mwenyezi Mungu inaendelea kuongezeka siku hadi siku, पहले सिर्फ पाकिस्तान के अहमदियों के लिए ख्याल किया जाता था, na mchango wa wakfu jadida ambao ulikuwa kwa ajili ya wanajumuiya wa Pakistan tu, yani wanajumuiya wa Pakistan tu walikuwa wakishiriki katika mchango huu. Kisha katika wakati wa halifa wa 4 mchango huu ulipanuliwa kwa ajili ya wanajumuiya wote, na sababu yake ilikuwa hii kwamba mchango जिनके अखराजात बढ़ रहे हैं wakfu jadid uchukuliwe kutoka kwa nchi tajiri, kisha katika India पता नहीं उन पर na Afrika wanajumuiya wapya ambao bado hawajui kuhusu jumuiya, mchango huu utumiwe लेकिन आपने देखा kwa ajili ya malezi yao. कि अब नौवाइन Lakini umeona kama nimetoa mifano kwamba wanajumuiya wapya wenyewe pia wanaendelea खुद कुर्बानी kutoa mchango, na kwa sababu ya याद कुछ हद तक पूरी हो kutoa kwao mahitaji yao yanatimia kidogo अब इनके kiasi fulani. वहाँ ज़रूरियात पूरी हो रही हैं लेकिन साथ साथ नए मिशन भी खुल रहे हैं। Lakini pamoja na hii mission house mpya zinafunguliwa, zinajengwa, वक्फी का चंदा लिया जाता है mchango unaopokelewa kutoka nchi tajiri, nchi za Ulaya, unatumiwa katika nchi ambapo रही हैं, मिशन हाउस बन रहे हैं। kuna haja ya kutumia, kwa sababu misikiti inajengwa, nyumba za wabashiri zinajengwa, vitabu vinachapwa. ये कुर्बानियाँ Mhanga huu na dhabihu hii wanajumuiya wa Ulaya ambao wanafanya, ikiwa kwa sababu ya प्रोजेक्ट्स को और कामों को dhabihu hii wanaweza kupanua गरीब ममालिक में projects zao. Vile vile katika nchi maskini hii inasaidia katika maendeleo ya jumuiya. कुर्बानी करने वाले जो हैं Kwa hivi nchi tajiri, yani wanajumuiya wanaoishi katika nchi tajiri kwa kibinafsi, जो मामूली कुर्बानी कर रहे हैं ambao wanatoa mchango kidogo की कुर्बानी katika sura ya jumuiya, kutoa kwao inaleta matokeo kama mvua kubwa. अल्लाह ताला हमेशा से कबूल फरमाता रहे Mwenyezi Mungu aendelee kupokea. कि यकम जनवरी Kama wote wanajua kwamba kutoka tarehe mosi ya Januari mwaka mpya wa ukajididi unaanza. वाज़ेह है कि आज के खुतबे में Mifano yote niliyotoa katika hutuba ya leo nimetoa, ni wazi kwamba mwaka mpya wa ukajididi utaanza, na ripoti taarifa ya mwaka uliopita itaelezwa. Mwaka huu kwa fadhila ya Mwenyezi Mungu ni miaka 53 ambao ulikuisha tarehe 31. Alhamdulillah, fadhila za Mwenyezi Mungu zilipatikana nyingi. से ऊपर की पाउंड से ऊपर की कुर्बानी पेश करने की तौफीक Jumuiya ilikusanya pound laki 41,083 से जायद है na kutoka mwaka jana pound laki 6,64,000 ni zaidi. मूल हस्बे साबिक पाकिस्तान तो पहले नंबर पे है ही
na kama ni kawaida Pakistani namba ya kwanza, kisha ni Marekani, फिर यूके है, kisha ni Uingereza, kisha Germany. अल्लाह ताला के फजल से UK pia kwa fadhila za Mwenyezi Mungu kuliko mwaka jana imeongeza £100,000, na Germany pia की पूरी कोशिश की है इस्तीफा तो imejitahidi sana ili ipate position जायद वसूली nzuri zaidi kuliko UK na wamekusanya zaidi euro 200,000, lakini position yao ni ile ile ya mwaka jana. Kisha ni Canada na India, Australia imepiga hatua moja, kisha ni Indonesia, Belgium na namba 10 ni Switzerland. के लिहाज से Sawa na fedha za kiinchi, गुज़श्ता साल के मुकाबले पर ज़्यादा वसूली करने वाली 5 जमातें jumuiya 5 ni Germany की है, ambao wameongeza 33%, 2 ni India, kisha Marekani na kisha Australia na kisha Belgium. लिहाज से अमेरिका पहले Kutoa mchango kwa kichwa, Marekani ni namba ya kwanza, wametoa 81 pounds kwa kichwa, kisha ni Switzerland 48 pounds, Ireland, UK, Japan, कनाडा स्पेन वगैरह ने भी कोशिश France, Canada, Spain pia amejitahidi. वसूली के लिहाज से Katika Afrika sawa na makusanyo ya kwanza ni Ghana, kisha Nigeria, Mauritius, namba 4 ni Burkina Faso na 5 ni Benin. इस साल बकरी का चंदा अदा करने Mwaka huu idadi ya watoaji imeongezeka 25,000 मजमूई तादाद na kwa jumla watoaji wamekuwa zaidi ya laki sita, na kama niliyosema kwamba Nigeria imejitahidi mwaka huu. Ni jumuiya ndogo na ni jumuiya mpya, wameongeza idadi ya watoaji 60,000. की कोशिश करें Ikiwa jumuiya zingine za Afrika wakijitahidi, idadi hii inaweza kuongezeka sana. Ghana na Nigeria na wapatia lengo kwamba mwakani angalau waongeze idadi 50,000, अल्लाह ताला के फजल से na wao wana nafasi kwa fadhila za Mwenyezi Mungu wanaweza kuongeza. फिर पाकिस्तान के Kisha matokeo ya makusanyo ya Pakistan, jumuiya नताइज हैं उसके लिहाज से अव्वल लाहौर है, ya kwanza ni Lahore, Karachi na kisha ni Rabwa. और कराची का इतना मामूली फ़र्क Tofauti iliyopo baina ya Rabwa na Karachi, Rabwa ingejua kabla, labda mtu mmoja angetoa labda ni tofauti ya 4,000 au 5,000. बालगान में 10 अजला Watoaji watu wazima wilaya 10 ni Sialkot, Rawalpindi, Faisalabad, Islamabad, Shekhupura, Gujranwala, Sargodha, Multan, Gujarat na Umarkot. Na katika watoto Lahore, Karachi na kisha Rabwa, na wilaya ya watoto kusanyo ni Sialkot, Rawalpindi, Islamabad, Shekhupura, Faisalabad, Gujranwala, Narwal, Gujarat, Umarkot na Hyderabad. अमेरिका की पहली 5 जमातें Jumuiya 5 za Marekani: Los Angeles, सिलिकॉन Inland Empire, Silicon Valley, Detroit, Chicago West, Boston. बरतानिया की पहली 10 जमातें Na jumuiya 10 za Uingereza: Boston Park, Masjid Fazal, Rains Park, Birmingham West, West Hill, Bradford North, Greenwich, Cheam, Mosque West, Wolverhampton. वसूली के लिहाज से बरतानिया के Sawa na makusanyo, mikoa wa Uingereza ni Midland, South Region, London Region, Middlesex Region, Islamabad Region. जर्मनी की 5 जमातें हैं, हैम्बर्ग Jumuiya 5 za Germany ni Hamburg, Frankfurt, Grasgau, Wiesbaden, Darmstadt. वसूली के लिहाज से जर्मनी की Sawa na makusanyo, jumuiya za Germany ni Rodenburg, Neuss, Ruxal, Moorfielden. दुरुस्त कर दें अपने शहरों का Wajerman warekebishe matamko wenyewe: Rodesheim, Maidiabad, Niederroden, Waldorf, Weingarten. कनाडा में बालगान Katika Canada, में ये दफ्तर इत्फाल और बालगान jumuiya ya Canada wametofautisha mchango wa watu wazima na watu watoto, चुका है, na nchi nyingine ambapo jumuiya imeimarika niliwaambia wao pia watofautishe, lakini Germany, Marekani na Uingereza haikuweza kufanya hivi.
lakini Canada imefanya. पाकिस्तान के बाद फिलहाल Kwa hiyo baada ya Pakistan ni Canada ambayo imetofautisha mchango wa wazima watu na watoto. वेस्टर्न Katika watu wazima ni Markham, Peace Village South, Western, Islington, Calgary South na Woodbridge. साल की जमातें हैं वेस्टर्न Na mchango wa watoto ni katika Canada ni Western South, Western Northwest, Western Islington, Markham, Peace Village South. की जमातें हैं केरला Katika jumuiya za India ni Kerala, Jammu Kashmir, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, West Bengal, Karnataka, Odisha, Punjab, Uttar Pradesh, Rajasthan na Delhi. इनकी हैं कालीकट Na jumuiya ni wilaya maalum kuhusu makusanyo ni Calicut, Kinanu Town, Hyderabad, Qadian, Chennai, Calcutta, Karolai, Bangalore, Panchgadi, Coimbatore, Asnur. इस नए साल में कुर्बानी करने वालों को की तौफीक को Mwenyezi Mungu katika mwaka mpya aongeze uwezo wa watoaji, na wale ambao wametoa mwaka jana, Mwenyezi Mungu aweke baraka katika mali yao na katika nafsi zao, से बढ़कर ये कुर्बानियां करते चले जाने वाले हों na waendelee kutoa zaidi kuliko zamani, जमात का हर कदम तरक्की पर देखने वाले na kila hatua ya jumuiya ipate maendeleo, na sisi tushuhudie hii insha. Kuna habari ya huzuni. जर्मनी के Bana Hidayatullah Hubish Saheb, mwenyeji wa Germany, tarehe 4 ya Januari इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन alifariki. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. 1946 की आपकी पैदाइश थी Alizaliwa mwaka 1946. उम्र बनती है Umri wake takriban ulikuwa miaka 64 में थी तो हाँ 8 जनवरी की au 65 साल तकरीबन au miaka 65. 1974 में Alisoma katika Frankfurt. की एक खातून से 74 alioa mwanamke kutoka Mauritius na ana binti moja. Yule mwanamke mkewe alikuwa amefariki, कादियान में kisha alioa मुहार साहब की बेटी से mara ya pili katika Qadian, binti wa Muhar Saheb, na katika mke huyo kuna watoto wa kiume 3 na mabinti 3. Bana Hubish Saheb alikuwa mwanajumuiya mzuri sana. किया मैंने जिसका Anasema namna gani alisilimu, anaeleza habari yake. Anasema kwamba alikuwa amekaa nyumbani kwa mama yake, akaona kwamba nuru imetoka katika bega lake na imeenda katika vitabu, ambapo vitabu vingi vilikuwa इस किताब को देखा vimekaa katika वो जर्मन तर्जुमा कुरान kabati, आपने na nuru ile लेकर पढ़ने ilisimama juu ya kitabu kimoja, na kile kitabu kilikuwa Qurani tukufu, tafsiri ya Qurani tukufu katika Kijerumani. चुनाचे Kwa hiyo baada ya kusoma nikaona kwamba kitabu hiki ni kweli inatakiwa ni silimu, kwa hiyo akasilimu. शुरू कर दी Kisha baada ya hii akaanza kutafuta msikiti, मस्जिद नूर का पता लग गया हमको akapata taarifa kuhusu msikiti Nur. इस्लाम को Kwa hiyo साहब Masud Jehelmi Saheb Mbashiri मोहब्बत और शफकत akamhubiri kwa mapenzi sana 1969 में na akaeleza kuhusu jumuiya. में दाखिल हुए Mwaka 1969 akajiunga na jumuiya. Halifa watatu akampatia jina Hidayatullah. मुसी सालिस जो 1970 halifa mtukufu watatu alipoenda Frankfurt फ्रांकफर्ट हुई alikutana na Bana Hubish, alikutana na halifa watatu. Amir Saheb wa Germany pia alijiunga na jumuiya kumpitia yeye, हक की तलाश में kwa sababu alienda Qadian kwa ajili ya kutafuta haki, उनको साथ na Bana Hubish Saheb ध्यान फिराया और तबलीग की alimtembeza Qadian na alimhubiri. हमेशा ये मुतरजम के तौर पर खुलफा के मुतरजम के तौर पर खिदमत Aliendelea kufanya tafsiri ya hutuba za mahalifa wote. और नेक Alikuwa mtu mwema sana इंतहा का na tabia nzuri. यानी Alikuwa akimtegemea Mwenyezi Mungu sana. मैं समझता हूँ कि तवक्कुल Alikuja baadaye, lakini katika imani na yakini na kutegemea kwa Mwenyezi Mungu alipita watu wengi wa zamani. Alikuwa akipenda sana uhalifa na alikuwa akitii sana mahalifa. ज़रा भर भी इख्तिलाफ करना नहीं चाहते थे किसी भी मामले में Alikuwa hataki kwenda kinyume
na uamuzi wa halifa hata kidogo. Ikiwa hutuba ya halifa inaendelea katika MTA au kipindi kingine, alikuwa akinyamazisha watoto wake na alikuwa akiwaambia kwamba wasikilize kwa makini, na alikuwa akisikia mwenyewe pia. Alikuwa akisali swala kwa unyenyekevu sana, na alikuwa akisali tahajjud na nafali. Nakumbuka mwaka jana niliitisha shura kwa sababu gazeti moja lilitoka katika lugha ya Kijerumani, na katika lile gazeti kulikuwa mada na madhumuni ambayo watu walikuwa na shaka, na mimi pia niliafiki pamoja na watu, na Hadayatullah Sahib alitoa mchango mkubwa sana katika kutoa gazeti lile. Watu wengine walisema katika haki ya gazeti lile, lakini bana Hadayatullah Habush Sahib akasimama na akasema kwamba makosa mnayoyasema ambayo yanapatikana katika gazeti hile na kubali, na napendekeza kwamba linatakiwa kwamba lifikiriwe kuhusu gazeti hili. Hakutoa udhuru wowote wala hakutoa hila yoyote wala hakupambana na mtu yoyote, bali kwa unyenyekevu akasema kwamba naomba radhi. Alinialika nyumbani kwake na alinionyesha kila chumba cha nyumbani kwake na maktaba wake. Watu wa nyumbani walikuwa wanafurahi sana, lakini furaha yake ilikuwa ya aina yake. Mwenyezi Mungu alimjalia, alihudumia jumuiya dini sana. Katika lugha ya Kijerumani ameandika vitabu vingi, na alikuwa akijulikana katika media sana. Alikuwa akifanya vipindi wa maswali na majibu katika media. Aliwahi kuwa katibu wa press secretary wa German Jamaat. Alikuwa mwenye elimu. Sifa ambazo zinatakiwa zipatikane katika maaminio, sifa zote zilikuwa zinapatikana ndani yake. Alikuwa akitayarisha vipindi katika lugha ya Kijerumani, na ameacha hazina kubwa sana kwa ajili ya jumuiya ya Germany. Katika magazeti aliandika madhumuni na makala mbalimbali na kuhusu Islam. Pamoja na Kijerumani alikuwa akijua Kiingereza pia. Katika Jamia Ahmadi alikuwa anafundisha lugha ya Kijerumani na alikuwa akifundisha vizuri, na alikuwa akiandika shairi pia. Vitabu vyake vya shairi pia limechapwa. Alikuwa akitoa hutuba katika mkutano wa mwaka. Alikuwa akipenda sana Qur'ani tukufu. Alikuwa akimtegemea sana Mwenyezi Mungu. Wakati wa shida alikuwa akisema kwamba fanyeni maombi. Pamoja na kusali sala 5 alikuwa akisali nafali na tahajjud, na alikuwa akitoa mchango. Binti yake aliniandikia kwamba mara nyingi ilipokuwa shida ya aina yote alikuwa akisema kwamba andikieni barua kwanza halifa, kisha fanyeni maombi, na hii ndiyo ni solution yake. Ameandika vitabu nje ya jumuiya. Ameandika kuhusu mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wa sallam na majibu ya maswali.
kisha daraja ya mwanamke katika islam, kuna maswali na majibu, इस्लाम में जन्नत और जहन्नुम का तस्वर और बहुत सारी na किताबें हैं जो तकरीबन 12 के pepo na jahanamu sawa na islam. लिए और इनकी Ameandika vitabu 72 nje ya jumuiya, जमाती तौर पर इन्होंने na sawa na nidhamu ya jumuiya ameandika vitabu इनकी तादाद तकरीबन 4 है, idadi yake ni vitabu 4. जिनमें कादियान vile vile kuna gazeti kama Kadian Darul Aman, बारे में किताब थी, इस्लाम में औरत का kisha इस्लामी नज़्म mwanamke na daraja yake katika islam. जमाती मैगजीन में इनके मज़ामीन होते थे। Alikuwa akiandika makala katika magazeti ya jumuiya. तादाद तकरीबन 120 है। टीवी प्रोग्राम Aliandika vipeperushi pia, na alikuwa akifanya vipindi katika जर्मनी के एक मशहूर vipindi vya TV, मौजूद था, इस्लाम कितना ख़तरनाक है, उसमें इन्होंने na kulikuwa kipindi kimoja katika TV, Islam ni hatari kiasi gani. Yeye alikuwa akishiriki na alilinda Islam katika kile kipindi. क्या इस्लाम कबूल कर Kisha kulikuwa talk show moja kwamba wale ambao wanakubali Islam, je, ni magaidi? Yeye alilinda Islam vizuri katika kipindi kile. Alifanya vipindi vingi vya katika TV. कौमी बैन अवी सियासतदानों और आम दानश्वरों और अदीबों फनकारों से आपके सहाफ़ियों से रबते भी थे। Alikuwa urafiki na waandishi wa habari wa nchi na nje ya nchi. बड़े अखबारात जर्मनी के बड़े रोज़नामे हैं जिनमें आपके मज़ामीन छपते रहे। Alikuwa akiandika makala katika magazeti ya nchi. ने खबर दी है Magazeti 16 ilieleza habari ya kifo chake, मुसलमान होने वाले सबसे मशहूर शख्सियत के तौर पर पेश किया गया। na katika magazeti haya wamesema kwamba लिखा है कि alikuwa करने वालों में सबसे मशहूर शख्सियत थे। alikuwa Muislamu maarufu sana. शायर और मुबल्लिग थे। Frankfurt New Press imeandika kwamba alikuwa shairi na bashiri. ग्रास ने आपको 1960 की दिहाई के अजीम मुसन्नफीन में Quentin imeandika kwamba yeye alikuwa Muislamu आपने जो लिखी maarufu katika mwaka za 60. नहायत अदब से शुक्रिया अदा करते हैं। Shairi moja ya mwisho aliyoandika ilikuwa kumshukuru Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwamba ameonyesha njia ya mwongozo na njia iliyonyoka. अंतर करता चला जाए। Mwenyezi Mungu aiweke roho ya marehemu mahala pema. Kama niliyosema, ana mke बच्चे हैं 8, अल्लाह na watoto 8. Mwenyezi Mungu awalinde hawa wote. ताला इनके बच्चों को भी इनके रक्षा कदम पर चलाए। Mwenyezi Mungu awajalie waige mfano wa baba. Mabinti wawili wanahudumia jumuiya, watoto wote wawe watumishi wa jumuiya, जमात के साथ और खिलाफत na utii aliofanya yeye, बढ़ाता चला जाए। utii huu upatikane katika watoto wake pia. मैं जर्मनी के अहमदियों को भी कहता हूँ, Vile vile nawaambia wanajumuiya vijana wa Germany kwamba huyu kwa kuwa alikuwa mwenyeji wa Germany lakini ametimiza haki ya kuwa mwanajumuiya, nyinyi pia muige mfano wake. Na katika Germany au katika Ulaya, sehemu yote ikiwa kuna haja ya kulinda Islam, muje mbele na mutafute elimu na mueleze na mulinde Islam. ना सिर्फ दिफा करें बल्कि इस्लाम की खूबियाँ भी Na si kwamba mulinde, bali mueleze ubora wa Uislam juu ya dini zingine zote. Hapa nataka kueleza जैसा कि मैंने कहा kwamba Hadathullah Sahib kama niliyosema alikuwa na sifa nyingi. दफ़ा किसी के मुकाम को बाज़ लोग इस तरह बयान करते हैं, Lakini baadhi wakati सवाल उठने लग जाते हैं। watu wanaeleza sifa za mtu mwingine मिला है katika hali hii kwamba watu wengine wanapata picha ingine. Nimepata wazo la watu wengine kwamba jua lililopatwa
tarehe 4 जिससे भी कोई निस्बत हो सूरज ग्रहण की। watu wanasema kwamba jua lilipopatwa bana Hubai Sapi alifariki wakati huo. Katika Islam hakuna nafasi ya fikira za aina hii. वसल्लम के ज़माने में Katika hadithi inapatikana kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam के दिन mtoto wake Hazrat Ibrahim alayhi salatu wasallam alipofariki, siku ile jua lilipatwa. Watu wengi wakaanza kusema kwamba jua limepatwa kwa sababu ya kifo cha Hazrat Ibrahim. या हयात की Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kwamba mwezi na jua halipatwi kwa sababu ya kifo cha mtu yeyote. Mkiona jua linapatwa, basi musali na mufanye maombi, hii ndiyo ni kazi yenu. तो ये है असल तरीका जो वसल्लम ने Mkiona jua linapatwa, mwezi linapatwa, Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema sala ya नमाज पढ़ी दुनिया में kusuf na khusuf, yani jua linapopatwa sala isaliwe. Na siku ile watu wengi labda watu wangekufa na wangezaliwa. जो भी उनके करीबी हैं प्यारे हैं उनके बारे Kwa hiyo में kila चांद ग्रहण सूरज ग्रहण जो लगा है तो वो इस वजह से लगा है कि फलां की वफात kila atasema kwamba jua lilipatwa kwa sababu ya mtu fulani, kwa sababu alifariki, na au kwa sababu ya mtu fulani amezaliwa. Na kwa sababu ya hii bidhaa inapatikana katika Islam, wa Muhammadia wanatakiwa wajiepushe, wasiwe na tabia hii, रसूल ने हुक्म दिया है। wafanye ile ambayo Mwenyezi Mungu na mtume wake ametuamuru. इसके अलावा मैं एक दुआ की तारीख भी करना चाहता हूँ। Pamoja na hii nataka kuwakumbusha kuhusu dua. Jana katika mji wa Mardan, इन्हें अहमियत ने फिर हमारे बाज़ wapinzani tena wamepiga risasi मियाँ वजी अहमद नुमान Mia Waji Ahmad, kijana wetu शीर अहमद साहब मर्दान के बेटे हैं। ambaye ni mtoto wa Mia Bashir Ahmad. Umri wake ni miaka 25. गोली लगी है, जख्मी है और अस्पताल Amepigwa risasi na amejeruhiwa na amelazwa hospitalini. Mwenyezi Mungu amjalie afya njema को भी कैफे किरदार तक पहुँचाए। na awakamate hawa maadui wote, amin. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر